Mwili wa mwanaume mmoja asiyefahamika umekutwa pembezoni mwa mto Temi, kijiji cha Sekei, wilaya ya Rumeru, mkoani Arusha, bila ya nguo, huku chanzo kikidaiwa kuwa ni mvua kubwa iliyonyesha jana na kusababisha mafuriko makubwa, hivyo asubuhi kukuta mwili huo mtoni. Wakizungumza na Swahili Media, mashuhuda wa tukio hilo wana haya ya kusema. Mwili unavyoonekana haukuwa umevaa nguo. Mwili ulikuwa kichwa kimefunikizwa chini, kwa hiyo haikuwa rahisi kutambua ni nani. Ni karibu na mto. Hii ni Swahili Media, usisahau kulike, kusubscribe, kushare pamoja na kucomment. Jina langu naitwa Jamila Mohamed. Naitwa Fatuma. Mimi huaga na mifugo yangu hapo kama hapo mnavyoiona, si ndio? Nilikuja kukamua. Baada ya kuja kukamua nikaona kuni, nikasema ngoja niokote kuni kwanza. Baada ya kuja kuokota kuni, sijagusa hata kuni moja. Ndio nikakutana na huo mwili. Nilivyoona huo mwili, ikabidi nimuite shemeji yangu. Shemeji yangu kuja, ndo akaniambia tuondoke kwanza mpaka maaskari waje. Mazingira ni kama ulivyolala hivyo, uko uchi, hauna nguo hata moja. Anaonekana ni mwanaume. Hatujajua maana sasa amelala na tumbo. Hatujajua bado. Kwa kweli tuwezijua maana tumeona tu majani yamelala. Yaani inawezekana maji yalikuwa ni mengi sana. Maleaki Sademaki, mwenyekiti kijiji cha Sekei. Nilijulishwa na mwenyekiti wangu wa kitongoji cha Menyembere kwamba kuna mtu kabebwa na maji katupwa pembeni ya mto. Ndipo nilipofika hapa saa 3 asubuhi. 3 kasoro robo ndio nilifika hapa. Nakuta watu wameshajazana na sasa ndio zoezi limehitimishwa kwa askari kumchukua huyu mtu. Mwili ulikuwa kichwa kimefunikizwa chini, kwa hiyo haikuwa rahisi kutambua ni nani. Ni karibu na mto, kwenye majani yaliyoko pembeni ya mto. Mwili haukuwa umevimba, ulikuwa ni wa kawaida tu. Mwili unavyoonekana haukuwa umevaa nguo. Wito wangu kwa wananchi wanaokaa karibu na maeneo yenye mito, kwanza kutokana na hali ya mvua kuwa nyingi sana, watu wasiwe wabishi. Wakati wa mvua watulie na wasibishie mvua, kwamba kuvuka kusiwe ni jambo la kawaida. Wasivuke mito, na pia hata saa za usiku uliozidi wasiwe wanarudi manyumbani usiku sana. Hapana, hatukumfahamu. Mimi kwa majina naitwa Enoch Elias kutoka maeneo ya hapa Sekei. Ni mkazi wa hapa Sekei, lakini nimesikitishwa na tukio ambalo tumeliona katika mto Temi. Kwa kweli ni tukio la kusikitisha kwa ndugu yetu ambaye amechukuliwa na maji hapa. Tumemkuta hapa ni mama mmoja alikuwa anaokota kuni kando ya mto wa Temi. Akawa amefanikiwa kuona huo mwili wa marehemu ambaye alikuwa amechukuliwa na maji alivyompusha akamweka kando ya maji. Kwa hiyo ni jambo la kusikitisha sana kwa kweli kwa kipindi hiki cha mvua zinapokuwa zinaendelea kunyesha. Mwili ulivyokuwa unaonekana kiukweli ni yani ile pressure ya maji ilikuwa imeshamvua kila kitu, alikuwa ni utupu kabisa kama alivyozaliwa. Japo akina mama ambao wana busara wakawa wamechukua vitenge vyao na kanga zao wakawa wameustiri ule mwili, lakini kiukweli mwili ulikuwa ueleweki na uelezeki na ulikuwa hujapata mtu ambaye anamtambua huyo mtu kama ndugu yake. Alikuwa jinsia ya kiume. Huu mto Temi unatokea mbali sana, unatokea kule kwenye unatokea kule juu kabisa kwenye mlima Mount Meru. Ndio unatokea, na hii mvua unayoiona inashuka huku mpaka mto unakuja kufika huku ni mvua nyingi na kuimenyesha kule milimani. Kwa hiyo inavyokuwa inanyesha unakuta mto unatirizika, maji yanakuwa ni mengi mpaka yanazidi ukubwa wa mto ulivyo, mpaka unaanza kutanua pembeni, unakuta ni maji yanatiririka makubwa sana. Kwa hiyo inakuwa ni jambo la kusikitisha watu wanavyokuwa wanaona mto ni mdogo, lakini unakuta kumbe kule juu ni mvua iko inashuka ya kasi, unakuta mto ndo amefika pale yanamzoa yanamchukua mbali. Nahisi chanzo ni ile mazoea, watu kuwa wamezoea kwamba huwa tunapita hapa na wakati hawajui kwamba ni wakati au ni msimu wa mvua huko naendelea. Ukija kuchukulia ukaangalia kwenye hali ya hewa ya Arusha unaona ni mvua nyingi iko kwenye utabiri wa hali ya hewa. Kwa hiyo ni watu tu wanakuwa wamechukulia mazoea, wanapokuwa naona maji yanachizika tu kidogo, lakini kwa mto Temi huu unavyojua na unavyofahamu
hata akiwa ni maji madogo usichukulie poa kupita kwenye mto. Huo inakuwa ni hatari sana kwa afya yako, maana maji muda mwingine unakuta yameongezeka, muda mwingine unakuta yamepungua kidogo. Kwa mtu anapoona yamepungua kidogo anachukua confidence ya kupita pale na kuvuka ili aweze kuendelea na maisha yake. Hii mvua imenyesha kwa muda mrefu, maana ilianza tangia jana mida ya kama saa 2 hivi ndio ilikuwa inaanza kunyesha. Kama saa 2 ndio ilikuwa inaanza kunyesha mida ya saa 2 usiku. Kwa hiyo imesha sana ndio maana unaona hadi hizi tukio lenyewe limekuja kutokea usiku. Hata watu walikuwa hawajajua tu, ni mama mmoja alikuwa anaokota kuni akawa amefanikiwa kuona huo mwili wa marehemu. Mimi ninachowasisitiza wananchi wenzangu wachukue tahadhari kuhusiana na majanga kama haya ambayo hayatoi taarifa kwa muda mwafaka. Ni jambo ambalo linakuwa linatokea lakini na wewe hujui kwamba inaweza likatokea. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa mto kama au kwa mito mingine, wananchi wao wanachukua tahadhari, wasiwe wanapita kwenye mito na wakati kuna sehemu nyingine au njia nyingine ambazo zinaweza zikasababisha wafike mahali wanakokwenda.